tuna utapiamlo mkali wa fikra, na tuna jukumu la kuchokoza na kugonga vichwa hivi vifunguke na kufikiri sawa sawa. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Shivji, yani ambaye kwa namna moja tu hajaguswa hutamkuta, na ukimkuta kwenye taaluma ya sheria lazima aliiba vyeti. Kwa vyovyote vile, kama hajaguswa kwa njia moja kwa moja au njia isiyo ya moja kwa moja kujiandaa kuwa mwanasheria, lazima ameiba cheti, lazima. Kwa hiyo impact ya mwalimu ni kubwa sana, na tulikuwa tukitafakari kwa sababu tunafahamu TLS tuna senior wengi sana, na kwa majukumu ya TLS kwa level aliyofikia profesa, nyinyi ndio young lawyer, yani ndio tunahitaji sasa huo ubongo ufanye kazi kweli, kwa sababu hapa ndipo tuna articulate sheria. Jana nilikuwa nakutana na kamati ya bunge, kwa sababu kuna mazingira ambayo nilikuwa sifurahishwi namna bunge inavyotreat TLS. Aliniambia maneno haya: TLS mna kisima cha wabobevu na wataalamu. Tunapokuwa tukifanya marekebisho ya sheria, tunaona mnatuletea hawa vijana. Hawa wataalamu wanakuwa wapi? Kwani msiwalete, msiandae na muwalete tunapofanya marekebisho ya kisheria, kwa sababu kunakuwa na majibizano ya hoja, utaalamu wa kina. Kwani msiwalete hawa watu? Wakifika hapa watatusaidia sana, kwa sababu wakati fulani mabishano yanakuwa makubwa, lakini kuna watu ni kisima cha uzoefu. Jambo wengine tutakalo litafuta kwa siku 5, yeye atalijibu kwa sekunde 30, kwa sababu amepita mahali pengi, na profesa ni mmoja ya watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hili haliwezi kuwa tukio la kwanza na la mwisho, kwa sababu moja ya sehemu tunaotaka ni vijana wajue, na hata leo najua wengi wanatufuatilia online, nitaka wajue umuhimu tunaposema seniority au senior wamefanya kazi gani kwa taasisi hii. Mzee Profesa Shivji, japo makubwa yote aliyofanya, bado yuko na sisi TLS, hajawahi kutuacha hata siku moja tunapomhitaji katika shughuli zetu. Mwingine angesema huyu presidenti na hiyo digrii yake ya mawazo ananiita mimi nikafanye nini? Asinge hata tusikia. Lakini profesa, iwe shughuli ndogo iwe kubwa, anaipa uzito ule ule. Anafika, anatusaidia, anatuongoza, anatushauri na kutuweka namna bora ya sisi kujifunza kwa matendo kile kikubwa alichonacho, kutumegea kichache tu. Kwa hiyo siku kama ya leo ni moja ya siku za maendelezo. Yaani tunaanza, ni mfumo ambao tunaanza ni maendelezo, hautaisha. Kwa sababu wote tunaona mimi nikipataga ugumu tu, jina la kwanza linakuja Mama Dimelo, Makaramba kichwani, Shivji kwa nini, Nyanduga kwa nini? Yaani kuna majina kwa sababu ni watu ambao they feel kwamba TLS ni familia yao, is not just an institution there. Kwa hiyo msituchoke tunapokuja profesa, ni kwa sababu we still want to learn. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza siku moja na mtu mmoja, nikamwambia, nilikuwa tukimteta mzee Jenerali Ulimwengu, tukamwambia, unamwona jenerali anaweza akatumia lugha ya kawaida katika jambo la kawaida kufikisha ujumbe mkubwa unaokuhusu, wewe utaishia kung'ata meno na kukunja ngumi, kwa sababu ukirusha ngumi mtu atakuuliza kumbe ni wewe, lakini ujumbe kila mtu atakuwa akiuona. Nilikuwa naomba uwe mwendelezo wa namna ya kuenzi baraka alizotupa Mungu.
Profesa, siku ya leo we are so privileged, tulitakiwa tuifanye wakati ule ule, lakini tusamehe, ndio Uafrika huu. Yani huwa mara nyingi huwa tunajiongeza, yani hatuendi kwa wakati, tunajiongeza. We are reactive always than being proactive. Ndio maana ukiona watu wanalisha keki unasema nimechelewa kwenye keki, kwa hiyo mimi hapa niingilie wapi? Unasema basi na mimi kaupenyo kangu hapa. Kwa hiyo Profesa, sisi tuna furaha kubwa kupata hii fursa, na sisi tutaendelea kukusumbua, lakini nitoe wito kwa wenzangu ambao wanasikiliza hapa na ambao wako mtandaoni kwamba katika maeneo ya kutega sikio vizuri, mazungumzo, kujua historia, kujua ujuzi, ni mazingira kama haya, na hii ndio kazi ya TLS. TLS sio kupiga kelele tu ovyo zisizokuwa na maana. TLS ni kushow the way. Pale nchi inapokwama, TLS ndio tutoe majawabu, sio majibu. Na tarehe 28 tutakuwa hapa, tunatarajia kuwa na dialogue nzuri ya kwetu ya ndani ya taifa, ili tuzungumze, tuweze kushauri namna gani ya taifa letu kwenda kwenye nchi ya hadi. Ile ndio majukumu ya TLS. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote senior, na ninaposema senior nadhani Ukashu unisikilize. Hawa senior waliowahi hapa asubuhi ni majaji, mawaziri, maprofesa, makamishna na wabobevu wa maeneo mbalimbali kama kina senior Bendera kwenye Marinewood. Yani ni watu wenye shughuli zao, yani sio kama ni mtu sio kufikiria ni mtu alikuja tu. Sasa anapowahi na wewe hizi kesi mbili za kuku kuwa busy kwamba you cannot save 2 days, una kesi mbili zenyewe verification clause umekosea, and you don't want to come here to learn a bit, tap this knowledge, is not healthy. Tunapopata fursa kama hizi, sikiliza. Ukisikiliza na kuuliza kwa kuona, unajifunza zaidi mambo makubwa kwa muda mfupi. Hata ukishika kitabu chake unaelewa kwa nini hapa alisema hivi, maybe ni ile falsafa na kile nilichokisikia. Kwa hiyo niwakaribishe nyote na niwaahidi kwamba kwa kipindi chote sisi tutaendelea. Huu ni utaratibu mpya, na hata nilikuwa nikijaribu kujadiliana na wenzangu kwamba hata kabla ya AGM tuwe na senior forum, na kama tunaona kwenda Arusha ni mbali na wengi wako Dar es Salaam, iwe inafanyika Dar es Salaam siku moja kabla, japo tungependa wengi mufike Arusha. Tunakuwa na siku moja ambayo ni ya kujadili mambo sensitive kama haya ya nchi. Tunaenda wapi, tunakwenda wapi, tunamsikiliza mmoja wetu ana presenti, tunatoka tukienda kwenye AGM, lakini tunakuwa watu tayari tumeivaiva na watu wanaiona taasisi. Katika taasisi zenye watu, vyama vyote mtu akistaafu anaachana naye vyote. TLS ndio taasisi ambayo ina akiba ya resources ya wanataaluma wake kwa kipindi chao chote, na bado wako relevant, wanahitajika, kama sio hapa nje, na kama sio nje basi kwenye taasisi zetu za wadau wenzetu. Kama nilivyowaambia bungeni, wameniambia hatuwaoni wale. I got that message. Walikuwa wakimaanisha nini na ni akina nani hawaonekani. Kwa hiyo nilikuwa naomba waheshimiwa, tukirudi msiseme tumestaafu tunataka kupumzika. Sometimes we need them, kwa sababu kuna mambo ambayo tunahangaika nayo kule, wewe umeshayapitia, unayafahamu vizuri. Sisi tunachofanya ni research kule ukakotuagiza tufanye, tuandae, lakini present ambayo profesa akizungumza is an authority in himself. Huwezi kuuliza where do you get it, utamuuliza profesa where do you get it. Lakini Ukashu akiongea utasema umeipata wapi hiyo? Hata kama ni kizuri utaoji umeipata wapi, where did you get that? Sio kwa sababu nani, lakini una haki ya kumuuliza umepata wapi. Lakini we need kuona kwamba tuna umuhimu wa kuijenga taasisi yetu na kuwa na mijadala hii. Kwa hiyo tutakapokufuata Mheshimiwa Bendera next time, tutakwambia tunataka uje utuzungumzie katika hili eneo, unakwendaje? Nia yetu ni kwamba tunataka kuibua wakati kwamba wananchi wawe na fikra. Yale mambo ya TikTok za ajabu ajabu yapungue, na Tanzania wapende kufanya vitu vinavyoibua fikra chanya na kutusaidia kufikiri
sawa sawa, kwa sababu siku hizi nilisema mahali fulani, profesa, wajinga wamekuwa majasiri na wenye hekima wamekuwa waoga. Hiyo ni hatari sana kwenye taifa. Wajinga wana ujasiri kuexpose ujinga wao, lakini wenye hekima wote lazima, bwana, unajua hatuwezi bwana, tukae. Kwa hiyo ni vizuri tutengeneze forum kwa wenye hekima, ili tusukume zile hekima kwenye forum zile zile ambazo wajinga wanajitahidi kutamalaki, ili mawazo ya wajinga na ya wenye hekima yakiingia sokoni, jamii chague chakula bora chakula. Saizi nchi ina utapia mlo wa fikra, tuna utapia mlo mkali wa fikra, na tuna jukumu la kuchokoza na kugonga vichwa hivi vifunguke na kufikiri sawa sawa. Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote na niwaambie TLS hapa ni nyumbani na pataendelea kuwa sehemu ya mijadala huru. Tuko online na vile vile tuko hapa physically, na vile vile niendelee kuwakaribisha tarehe 28 tufike hapa tujadili mambo ya demokrasia kwa maslahi ya taifa letu. Asanteni sana, karibuni na Mungu awabariki sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.